Mimi ni mtaalamu wa kiharusi. Yeyote aliyepata kiharusi, mgonjwa alipata kiharusi, na kisha mgonjwa alitibiwa na dawa za kupunguza damu, na kisha tena wanaweza kupata kiharusi. Niamini, kuna takriban 10 hadi 50 ya wagonjwa waliopata kiharusi, na kisha tena wanaweza kupata kiharusi kingine. Hii inaitwa kiharusi kinachorudiwa. Nani atakuwa na tatizo hili? Wagonjwa wenye ugonjwa wa carotid. Kama vile tunavyoona, carotid ya kawaida kwenye ateri kuu inachukua damu kutoka moyoni na inaenda kwenye ubongo. Kuna eneo hatarishi. Unapokuwa na mshipa wa damu uliofinyika katika ateri hiyo ya carotid, basi unaweza kupata kiharusi. Sio tu kiharusi kimoja, unaweza kupata viharusi vingi. Kwa hivyo, tunachofanya kama mtaalamu wa neva wa upasuaji, ninachofanya ni kupanua mshipa wa damu kwa kuweka bomba au stenti pale. Ukishapanua mshipa wa damu, na ikiwa unahisi zaidi ya 70% ya mshipa wa damu utavunjika, basi unaweza kuzuia kiharusi kingine. Sio tu katika ugonjwa wa carotid. Tunayo sehemu mbili za ubongo. Moja ni ubongo mkubwa na nyingine ni ubongo mdogo. Kwa hivyo ubongo mdogo unaweza kuwa na ateri moja inayoitwa ateri ya vertebral. Kwa hivyo ikiwa imefinyika, basi unaweza kuweka stenti juu yake. Ukishaweka stenti, basi hakika unaweza kuzuia kiharusi kingine.